ambao umeenda kushiriki, ndio mara yako ya kwanza unashiriki ibada hiyo? Ndiyo, kwa kweli kwa ni mara ya kwanza. Watu wote wanasema hivi, Sheikh Suleiman kutokana na harakati ambazo anazifanyaga Burundi kwenye kongamano za idena na nini, Sheikh Suleiman hivi sasa alifika Maka na Madina, atatumaliza kwa mawaidha. Tupe kwanza utamu wa ardhi tukufu ya Maka. Yani kila mtu anasema Sheikh Suleiman tukikutana naye kwenye kongamano anatumaliza. Ni kweli ulichokiona kwamba una mengi ya kuambia Uislamu? Bila shaka kwa kweli umeniuliza swala nyeti. Ardhi hile au maeneo yale ni kweli Mwenyezi Mungu aliyasifu kama ni maeneo matakatifu. Yako mambo mengi ambayo mtu ukifika kwa kweli mtu hauwezi ukafikiria duniani kama yawe mambo yako duniani. Manake ni maajabu sana. Ni kweli utaziona alama za Mwenyezi Mungu. Utaona mambo mengi sana ambayo kawaida huwa tunaishia kuyasikia au kuyasoma ndani ya Qur'ani. Lakini ukifika pale kwa kweli Uislamu unauona wazi kabisa. Yani mpaka unahisi kabisa utasema mtume mko naye. Unahisi kabisa kama ulikwenda ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kama inakuaga sijui. Manake ni mambo ya ajabu sana. Kwa kweli yako mengi ambayo mtu anaweza akasema, lakini labda pengine hivi tu itakuwa si muda wa fasi yake sawa sawa. Lakini kwa kweli ni mambo ni mazuri. Nikimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awakubalie wote ambao walikwenda kufanya ibada hiyo, lakini pia Mwenyezi Mungu awarahisishie na wengine. Kwa mara ya kwanza unateremka zile ngazi, unaiona Al-Kaaba na macho yako, umejisikiaje? Kwanza nilishtuka, alafu nikawa na kitu cha hamu ambacho kiliingia ndani yake, uoga. Al-Kaaba unaiona kwa macho, lakini kweli vinaweza nikafikiria kuishika Al-Kaaba. Sikutegemea kama hiki kitu kinawezekana. Nimshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, si wote ambao wanakwenda kule wanaweza kuishika Al-Kaaba, lakini namshukuru Mungu, na ilikuwa ni maajabu kwa kila mtu ambaye alikuwepo. Watu wote ambao tulishirikiana nao, wanaume kwa wanawake, wote waliweza kuishika Al-Kaaba. Wote kabisa kumstari, kiasi ambacho hata kusema wengine tuwatoe kwa Al-Kaaba ilikuwa tabu. Mtu unambembeleza, unamtoa kwa nguvu na kwambia she ndeka. Make anajisikia mtu afadhali afie pale pale. Ni kweli ni maraha makubwa. Ili tukuache ukapumzike, inazoeleka kwamba wewe na Mohamed Kanjali ni mapacha. Lakini umeondoka, umemwacha Burundi. Natamani mambo mawili mringishie, asikie wivu katika safari hii ambayo uliyokwenda unamwacha Kanjali, hadi Kanjali naye aseme basi mwakani na mimi niingie pale. Lakini watazamaji hapa wanakutazama na wanamuona pacha mwenzako ambao ulimwacha. Mringishie mawili mazuri. Kwa kweli kwa huyu bwana sintakuwa na mengi ya kusema. Nilishatangaza na yeye anakifahamu. Ninampenda sana. Na kama ingelikuwa inawezekana hii safari, tungekuwa tuko pamoja. Na hata watu wote walijua kama kuondoka kwangu nitakuwa naye. Lakini safari haikukubali kutupeleka wote wawili. Lakini nina imani dua ambazo nilizisoma na jina ambalo nililolisoma kwa kumtaja yeye, mimi namuona mwakani, namuona kwenye Al-Kaaba. Mashaallah, amin, amin. Amin. Kwa kumalizia, kuna mama ambaye alisema hivi, katika wamama ambao tuliwahoji, wakasema kwa kweli watakapokuwa wametoka Maka wakaingia, wallahi waombee dua Waislamu wote walioshiriki hapa, na Mungu awajalie mwakani au katika maisha yao na wapate hiyo ibada. Kwa hiyo sitokuwa mwizi wa fadhila, angalau waipate dua kutokea kwako Sheikh. Ukweli wa mambo, hao wameomba haki yao. Kwa sababu wakati nilitaka kuondoka, wako wengi ambao waliniagiza kuwaombea dua kule. Paka wengine wakanipa makaratasi kabisa, shehe liste yetu hii kila mtu na maombi yake. Wengine message zikaja za maombi. Wote niliowataja kwa majina. Lakini pia Mwenyezi Mungu, kuna wale ambao hatukuweza kuonana au sikuweza kuwaaga. Najua kama ningewaaga au tukaonana, wangenambia na wao niwaombee. Wote niliwataja kwa jumla. Mwenyezi Mungu, waja wako wote Waislamu wajalie na wao waweze kufika hapa. Kwa hiyo na hivi narudi nasema, ya Rabbi, sisi tumekuja na hija asili yake ni moja katika maisha. Ukienda mara nyingine ni sunna tu, lakini ya faradhi yenyewe ni moja.
Mwenyezi Mungu nakuomba wazawadi Waislamu wote ambao hawajaenda hija na wao waende wakuone Mwenyezi Mungu kama gisi wanakuona kwa macho. Mashaallah. Inshallah. Kwa kumalizia tumsikilize Sheikh Mohamed Kanjali na yeye atakuwa na yale machache ya kuweza kusema. Sheikh Mohamed Kanjali, ni furaha kubwa sana kumuona pacha wako hapa, nadhani umemsikia. Umejisikiaje faraja sasa unamuona mwenzako anaondoka? Umebaki mpweke au umetamani na wewe ushiriki katika ibada hiyo? Kwa kweli alhamdulillah, kama unavyosema Sheikh Suleimani ni ndugu yangu sana, pacha wangu ambao tunashirikiana mengi. Kwa kweli wakati nilipata hiyo taarifa kwamba ameteuliwa kwenda katika msafara wa hija, mimi binafsi nimefurahi zaidi hata nilivyopata mimi hiyo safari, kwa sababu mtume anatuambia la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hawezi kuwa mmoja wenu mwaminifu mpaka mpendee ndugu yake kile ambacho anachopendea nafsi yake. Mimi alhamdulillah Al-Kaaba nimeshaenda mara kadhaa, nimeshaigusa, nimeshafika ile maeneo, lakini hii ilikuwa ni mara ya kwanza. Kwa hiyo yeye uteuzi wake wa kwenda ibada hii ya hija ilinifurahisha sana sana sana, na Allah ni shahidi zaidi hata nilivyokwenda mimi mwenyewe kwa nafsi yangu. Mwenyezi Mungu amkubalie hija na wote walioshirikiana naye, na sisi atujalie inshallah ambao tujaenda tupate fursa ya kwenda inshallah. Ujumbe wako kwa Waislamu Mohamed Kanjali, tumalizie hili. Kwa kweli ningependa kuwapongeza na kuwaombea dua wale wote waliofika leo ama eneo, wale wote walikuja kuwalaki, alhamdulillah mambo ni mazuri, Allah wakubalie hija yao. Lakini pia tutakuomba wewe ambao una uwezo dola 600, 200, 300 una uwezo wa kwenda Maka, usisubirie tutakwendaga baada ya miaka. Hapana, nenda kwenye ofisi za hija ujisajilishe, uanze kutoa kidogo kidogo, mwakani uende kaione nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Suleiman ametuambia aliona maajabu, na ni aya Mwenyezi Mungu, fihi ayatun bayinat, kuna alama za ajabu za waziwazi. Allah tabaraka taala aturuzuku hija na umra katika maisha yetu. Al Huda, mwongozo wa jamii.